Karibu kwenye chimbuko la viumbe hai. Olduvai Gorge, au kama inavyojulikana rasmi kama Oldupai, ni bonde la ufa lenye urefu wa kilomita 48 lililopo kaskazini mwa Tanzania. Bonde hili linapatikana katika mkoa wa Arusha, ndani ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, karibu kabisa na uwanda wa Serengeti. Hili ni bonde la Olduvai Gorge, au kama linavyojulikana rasmi na wenyeji kama Oldupai. Bonde hili la ufa lina urefu wa kilomita 48 na kina cha mita 90. Linapatikana kaskazini mwa Tanzania katika mkoa wa Arusha, ndani ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro na pembezoni mwa uwanda wa Serengeti. Lakini neno hili lina maana gani na asili yake ni nini? Jina halisi la eneo hili ni Oldupai. Hili ni neno la lugha ya Kimasai linalomaanisha mmea wa mshubiri wa mwitu, wild sisal, unaoota kwa wingi sana katika eneo hili lote kavu. Watafiti wa kwanza wa kizungu walipofika hapa walishindwa kutamka neno hili kwa usahihi. Badala ya kusema Oldupai wakasema Olduvai. Hivyo ndivyo jina hilo lilivyoharibiwa na kuwa Olduvai. Lakini maana yake halisi ni mmea huo wa Kimasai unaostahimili ukame. Siri za asili ya bonde hili ziligunduliwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1911 na mtaalamu wa vipepeo na wadudu wa Kijerumani aliyefahamika kwa jina la Wilhelm Kautwinkel. Alikuwa akitafuta vipepeo, lakini ghafla akaangukia kwenye bonde hili na kuona mabaki ya mifupa ya kale sana ya wanyama waliotoweka. Hata hivyo, ugunduzi mkubwa na wa kihistoria uliotikisa ulimwengu ulifanywa na wataalamu mashuhuri wa mambo ya kale, Daktari Louis Leakey na mkewe Mary Leakey, walioanza kazi ngumu ya utafiti hapa kuanzia miaka ya 1930. Baada ya miaka mingi ya kuvumilia vumbi na jua, mnamo Julai 17, 1959, Mary Leakey aligundua fuvu la kichwa la kiumbe wa kale aliyebatiziwa jina la Zinanthropus au Nutcracker Man, kisayansi Paranthropus boisei, fuvu lenye umri wa miaka takriban milioni 1.75. Ugunduzi huu uliithibitishia dunia nzima kuwa Afrika na hasa Tanzania ndiyo chimbuko la mwanadamu. Ndani ya matabaka ya udongo wa Olduvai Gorge kulikuwa na vitu vingi vya kale vilivyohifadhiwa vizuri kama maktaba ya chini ya ardhi. Kulikuwa na mabaki ya mifupa ya kiumbe wa kale wa jamii ya binadamu, mifupa ya wanyama wakubwa wa ajabu walioishi milioni ya miaka iliyopita na ambao wameshatoweka duniani, kama tembo wa kale na vifaru wenye miili mikubwa, pamoja na maelfu ya zana za mawe. Kupitia vitu hivi, wanasayansi waligundua jinsi mabadiliko ya binadamu, human evolution, yalivyotokea hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza ilikuwa ya Oldowan. Kwanza ni teknolojia ya Oldowan Industry. Hizi zilikuwa zana za kwanza na rahisi zaidi zilizotengenezwa na Homo habilis kati ya miaka milioni 2.6 hadi milioni 1.7 iliyopita. Walitengeneza vifaa hivi kwa kugonganisha mawe mawili ili kupata upande mmoja wenye makali ya kukatiza nyama au kuvunja mifupa. Pili ni teknolojia ya Acheulean Industry. Hizi zilikuwa zana za kisasa zaidi zilizochongwa kwa ustadi mkubwa pande zote mbili, zikawa na maumbo ya mayai au pembe tatu kama vile shoka za mkononi, hand axes. Zana hizi ziligunduliwa kuwa zilitengenezwa na Homo erectus kuanzia miaka milioni 1.7 iliyopita, wakionyesha jinsi akili ya binadamu ilivyokuwa ikikua. Leo hii, Olduvai Gorge ni urithi wa dunia unaotambuliwa na UNESCO ukiwa mkoani Arusha, Tanzania. Ni ushahidi usiopingika unaojibu maswali makuu ya uwepo wetu duniani. Kila teknolojia, kila jengo refu na kila hatua ya mwanadamu wa sasa, asili yake ilianzia hapa kwenye ardhi hii takatifu ya Tanzania.